Ndugu zangu, familia ya Mungu, kama tulivyosema mwanzoni mwa adhimisho hili la misa takatifu, tunaadhimisha Dominika ya 14 ya mwaka A wa Kanisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi ambayo ametujalia, na hasa tukiwa tunakamilisha kongamano letu la kina mama WAWATA, tukimwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka zake ayafanikishe na tusaidie kuyafanikisha hayo yote ambayo tumejifunza, ili tuweze kushikamana zaidi na zaidi na yeye na maisha yetu yamwelekee zaidi Mwenyezi Mungu. Ujumbe ambao tunapewa leo hii katika Dominika hii, tunamuona Kristo tunavyofundishwa na nabii Zekaria, aliye mpole, aliye mnyenyekevu wa moyo, na ambaye sheria yake ni upendo. Yote haya ni ili kuwapatia watu wake amani. Nabii Zakaria katika somo hilo la kwanza amebeba matumaini ya Waisraeli, matumaini juu ya Masiha. Waisraeli walikuwa na matumaini makubwa, hasa juu ya ujio wake Masiha, lakini hawakuwa na picha kamili kuwa huyu Masiha atakuwa ni wa namna gani. Tukumbuke kipindi cha nabii Zakaria ni kipindi kile ambacho Israeli ilikwisha toka utumwani na inarudi sasa kuanza kujijenga upya kama taifa. Inajenga upya hekalu na kujenga upya matumaini yake kwa Mwenyezi Mungu. Ni kipindi ambacho Israeli haina tena mfalme, na hivi nguvu yao na kitovu chao cha umoja na ustawi kilikuwa ni hekalu. Na katika matumaini kuwa siku zinakuja ambazo Mungu atamuinua Masiha atakayewaongoza na kuwaunganisha tena kama taifa. Unabii wa Zakaria ambao tumeusikia katika somo hilo ni kuwa Masiha huyo atakayekuja atakuwa ni mfalme, naye atakuwa ni mfalme mwenye haki, wa wokovu na mnyenyekevu. Kama alama ya unyenyekevu wake, yeye atatumia punda. Kwa kawaida wafalme walitumia magari ya farasi kuonesha nguvu zao za kivita na mamlaka. Mfalme Masiha kutumia punda badala ya farasi ni alama kubwa sana ya unyenyekevu wake. Unyenyekevu ni fadhila muhimu katika maisha. Katika somo hili pia anatupa hiyo picha njema ya huyu Masiha anayekuja, kwa kuzingatia kuwa farasi walikuwa ni wanyama wa vita,
Uamuzi wake wa kutumia punda unaashiria kuwa Masiha hatakuwa mfalme mwenye kuongoza kwa nguvu za vita, bali atakuwa ni mwenye kuongoza kwa upole na kwa amani. Somo hili liko hai hata katika nyakati zetu, na hivi na sisi, kila mmoja wetu katika nafasi yake, tujifunze kwa huyu Masiha anayetegemewa na Waisraeli na ambaye tutaona ukamilifu wake. Tunapaswa kuishi maisha ya unyenyekevu, tunapaswa kuishi maisha ya amani, maisha ya upole. Ni katika sura hiyo ya amani, Zakaria anasema kuwa mfalme Masiha ataliondoa gari la vita liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, naye atawahubiria watu wake amani. Somo hili linatupa picha ya namna ambayo matumaini ya Masiha yalisaidia kuihifadhi imani ya Waisraeli hata walipokuwa katika nyakati ngumu za maisha yao. Linatuonesha pia kuwa amani ni mojawapo ya matamanio makubwa sana ya jamii tangu enzi na enzi. Bahati mbaya tunaikurupusha amani yetu, iwe ni katika familia zetu, iwe hata ni ndani mwetu sisi wenyewe. Tunakuwa na mahangaiko mengi na amani inatoweka. Iwe katika uwanda mkubwa zaidi katika maisha yetu, taifa letu, ulimwengu mzima, tunasikia mafarakano mengi, tunasikia mambo mengi yasiyofurahisha. Yote hayo yanamweka pembeni huyu anayepaswa kuwa ni mfano kwetu, anayepaswa kuwa ni mfano wa watawala, waweze kujishusha, waweze kuwa wanyenyekevu, na waweze kuhakikisha kwamba amani inadumu na haki za watu zinapatikana. Utawala au uongozi unaojikita katika kulinda amani ya watu wake huacha alama njema tena ya kudumu, kwani ni katika amani ambapo mafanikio mengine yote hujijenga. Na amani hiyo inahitaji pia vielelezo vingine: kuishi katika hali ya ukweli, kuhakikisha hakuna anayekanyaga haki ya mwingine, na kutambua haki yangu inapoishia inaanza haki ya mwenzangu, na hivyo kutazaliwa hilo tunda jema, tunda la amani, na upendo utadumu katika jamii. Somo letu la pili ambalo limetoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi linazungumzia jambo muhimu katika maisha yetu, na hasa sisi ambao tumebatizwa, sisi ambao tumeimarishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu na tukapewa vipaji mbalimbali na huduma mbalimbali. Inatukumbusha nafasi ya Roho Mtakatifu kwa wale ambao wamempokea Kristo. Anasema kuwa wale ambao wamekwisha mpokea Kristo hawapo tena chini ya utawala wa mwili, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yao. Na hivi hatuna budi kumruhusu huyo Roho Mtakatifu atuongoze, na huyo Roho Mtakatifu atuimarishe, na tuweze kutekeleza wajibu wetu kila mmoja inavyompasa. Lakini mara ngapi
katika maisha yetu tunavutwa zaidi na yale yapitayo, tunavutwa zaidi na yale ya kimwili, tunasahau kile ambacho ni cha msingi, kile ambacho kinaupa hata huo mwili uzima wake. Somo hili litukumbushe wajibu muhimu tulio nao wa kuongozwa na huyo Roho Mtakatifu, na tumruhusu atukumbushe yale ambayo Kristo tunayemfuasa anataka kutufundisha. Mtakatifu Paulo anasisitiza kuonesha kuwa Roho huyo ana nguvu ya kuleta mabadiliko ndani yao, kwa sababu ni Roho huyu aliyemfufua Kristo kutoka katika mauti. Mtume Paulo anaelewa fika udhaifu wetu sisi binadamu pamoja na maelekeo ya mwili, na hivi anaandika kututia moyo kupitia Warumi. Tusiuangalie tu udhaifu wa mwili wala maelekeo yake, bali tumkazie macho Roho wa Mungu aliye ndani yetu, ili tusiendelee kutawaliwa na matendo ya mwili, bali yale ya Roho. Na tunafahamu Mtakatifu Paulo anatufundisha pia katika waraka wake kwa Wagalatia kwamba tunda la Roho Mtakatifu, na ukitaka kuona kwamba unamruhusu kweli Roho Mtakatifu ndani mwake, tunda lake litaonekana, na sio jingine bali ni upendo, ni kiasi, ni haki, ni kuwa katika hali ya mtu anaishi kwenye ukweli, ni kumruhusu kila mmoja aweze kusikia sauti hiyo ya Mungu na aweze kufurahia matunda hayo. Na kinyume chake ni yale mengine ambayo hayaendani na hayo: maisha ya uasherati, maisha ya uchochezi, maisha ya chuki, maisha ya kutokuwa na kiasi, maisha ya ulafi. Hayo yanaangalia zaidi mwili, lakini tunakumbushwa na kufundishwa leo tumgeukie na tumpe nafasi huyo Roho Mtakatifu ambaye yu ndani yetu. Ni sisi kumruhusu afanye kazi na atuongoze katika maisha yetu. Kumbe fundisho la Paulo kwa Warumi na hivi pia kwetu sisi katika nyakati zetu ni kuwa tusiangalie mambo hasi yanayoweza kukatisha tamaa au kuturudisha nyuma katika maisha ya kumfuasa Kristo Yesu, bali tujikite katika yale yaliyochanya, yaani katika Roho Mtakatifu. Tumepata ujumbe unaokamilisha tulichosikia katika somo letu la kwanza, katika somo letu la Injili, ambapo Mtakatifu Mathayo mwinjili anatupa picha ya Yesu Kristo ambaye ndiye ufunuo halisi wa Mungu Baba. Ndiye aliyetoka kwa Baba na anashiriki umungu mmoja na Baba. Ni kwa jinsi ndiye anasema, hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana hupenda kumfunulia. Yesu anaongeza kuwa ufunuo huu hauendi kwa wenye hekima na akili, bali kwa watoto wachanga. Na tabia za watoto wachanga tunazifahamu: ni wanyenyekevu, ni wapole,
ni anayejiachia, anaamini bila kuwa na wasiwasi. Akiwa mikononi mwa mama yake haogopi kwamba ataanguka, anajimwaga tu. Mungu kwetu ambaye ni kama baba yetu na ni baba yetu, ni kama huyu mama na mtoto mchanga ambaye anaweka matumaini yote kwake. Na sisi tunaalikwa tuwe pia kama hawa watoto wachanga mbele yake Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akiwa upande wetu, wasiwasi utatoka wapi? Wale wanaojishusha na kujinyenyekeza mbele ya Mungu ndio hao wanaofananishwa na watoto wachanga. Anapowageukia sasa hao walio watoto wachanga, anawaalika akisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wakati mwingine katika maisha yetu, ukiona mtu amekuwa mpole, basi wanaona huyu labda basi mambo hayaendi, na ndio maana unakuta wengine wanajivika sura ambayo si yao. Unakuwa mkali kama pilipili, unakuwa mkali kuliko Mungu, na ambayo hayajengi na wala haiwezi kumrudisha huyo ambaye anaelemewa na mizigo. Unakuta kwenye familia kumetokea kajambo kadogo, badala ya kujishusha na kuhakikisha unarudisha maelewano, kila mmoja anapanda mpaka kwenye paa. Hapo hatuwezi kufika. Yesu anatufundisha, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Na masumbuko tunayo mengi, kuanzia kwenye familia zetu, kuelekea kwenye jumuiya zetu na kwenye maisha ya kila siku. Lakini tunapokutana na mahangaiko hayo, tunamkimbilia nani? Tunaenda wapi kutafuta suluhisho? Tunawategemea wanadamu au tunamkimbilia Mungu? Yesu anatupa jibu, twende kwake. Sisi sote tunaosumbuka na kulemewa na mizigo, naye atatupumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yesu anapojitambulisha kuwa ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, anavuta picha ya unabii wa Zakaria tuliousikia katika somo la kwanza. Na hivi yale yaliyoaguliwa na nabii yanakamilika katika huyu Masiha, huyu mfalme anayekuja kubadilisha yale maisha ya fujo, yale maisha ya vita. Anakuwa ni mfalme wa amani, ni mfalme wa haki, ni mfalme anayeongozwa na upendo. Zakaria alitabiri kuwa Masiha ajaye hatatumia magari ya farasi, bali atapanda punda, mwana punda, naye atawaongoza watu kwa upole. Upole si udhaifu, ni fadhila ya namna yake muhimu katika maisha ya mwanadamu. Kwa maneno hayo, Yesu anaukamilisha unabii wa Zakaria, na ni kama anawatangazia watu kuwa yule Masiha aliyekuwa na mliyekuwa mkimngoja sasa amefika. Na tazama, kweli ni mpole
ni mnyenyekevu wa moyo, naye atawaongoza watu wake kwa amani. Tumeyasikia mengi hata baada ya kufufuka kwake, alipowatokea mitume wake, neno hili amani halikukosekana. Amani iwe nanyi. Na hivi na sisi lazima tujitahidi kuhakikisha tunasia mbegu hii nzuri, kupeleka upendo pale pasipo na mapendo, kupeleka amani pale pasipo na amani. Na tujitahidi kama Mtakatifu Fransisko wa Asizi kuwa ni vyombo vya amani ya Bwana. Na hasa katika mwaka huu ambao tunaadhimisha miaka 800 tangu mtakatifu huyu amerudi kwenda kwa Baba yake wa mbinguni, bado ana mafundisho mengi yaliyo hai na ya kutusaidia sisi tuweze kuishi na kuweza kufanya ulimwengu huu na mazingira yetu yawe mahali pazuri pa kuishi. Yesu anapomshukuru Mungu kuwa mambo hayo amewaficha wenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga, anaonesha pia kwa mfano wa Masiha wa maisha yake kuwa yeye ndiye wa kwanza kujifanya mdogo kama mtoto mchanga. Na yeye aliye Mungu amejishusha akaja kwetu, hakung'ang'ania umungu wake, bali kwa unyenyekevu akakubali kuzaliwa na mwanamke ili kutukomboa sisi wanadamu wa dhambi, yeye asiye na dhambi. Angeweza kufanya vinginevyo, lakini Mwenyezi Mungu kwa mpango wake wa kutukomboa, huyu anajifanya mtoto mchanga, anazaliwa horini, anazaliwa katika mazingira duni, anazaliwa katika hali ya maisha yetu, na sisi tumkimbilie huyu, tujifunze kwake. Ndiyo maana amepata kumjua Baba fika, kiasi kwamba hakuna amjuaye Baba ila yeye. Na sisi tukifunuliwa naye na ambao tumeshafananishwa naye kwa njia ya ubatizo, basi tuweze pia kumtambua huyo Baba yetu wa mbinguni na tuweze kujitahidi kushikamana naye ipasavyo, ili hatimaye mwisho wa siku tukaishi na kumuona katika uhalisia wake. Mwisho anatualika wafuasi wake kujitwisha nira yake. Waweza kujiuliza, nira maana yake ni nini? Nira ni lile jembe la kulimia ambalo kwa kawaida hukokotwa na ng'ombe wawili, na kwenye mazingira yetu tunaliona. Katika Biblia nira inatumika pia kuwakilisha Torati, yaani zile sheria ambazo Mungu aliwapa Waisraeli kupitia kwa Musa, sheria ambazo baadaye Waisraeli waliziongeza zikawa nyingi kiasi cha kuwa mzigo ambao hawakuweza kuubeba tena. Yesu akitambua bado umuhimu wa Torati, haiondoi bali anabadilisha kiini chake. Anatuambia sote tujitwike nira yake ambayo ni laini, haina uzito wa sheria, bali una uwepesi wa upendo. Upendo kwa Mungu, upendo kwa jirani. Na daima katika maisha yetu tusitindikiwe na neno hili, na tujitahidi kuliweka kwenye maisha yetu. Upendo ndio tunaodaiwa na tutaendelea kudaiwa, na hiyo itakuwa ni bendera yetu ya kutupeleka kule ambako tumeandaliwa makao. Nao wakikubali kuongozwa na nira ya upendo, basi watapata raha nafsini mwao. Palipo na upendo hakuna mzigo
na hata kama ukiwepo, basi mzigo huo utapendwa na utaweza kubebeka. Huyu ndiye Kristo tunayemwamini na kumfuasa, Kristo mpole na mnyenyekevu wa moyo, Kristo anayetualika tujitwishe nira yake, nira ya upendo, ili tuishi katika amani yake. Tuupokee basi mwaliko wake, nasi tuziige na tuziishi tunu hizo katika maisha yetu ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo.